Ni furaha iliyoje mpendwa mfuatiliaji wa makala simulizi kusikia kwamba BHB msimuliaji wako ameingia tena kwenye mitambo hii katika studio zetu za makala simulizi kwa ajili ya kukuletea simulizi yetu mwendelezo, simulizi inayokwenda kwa jina la Mrembo Adia. Nafikiri hapo ulipo ambaye unafuatilia simulizi hii unafurahi sana kusikia maneno haya. Ni kweli, sikudanganyi bwana. BHB niko hapa leo kwa ajili ya kuendelea na simulizi yetu pendwa kabisa, simulizi ya Mrembo Adia. Tuko katika sehemu ya 5 msikilizaji. Na katika sehemu ya 4 unakumbuka mahali ambapo tumeishia. Tuliishia mahali ambapo mwanadada Adia alikuwa yeye tayari ameenda nyumbani kwao, yuko kwa mama yake. Lakini kijana Jelan alikuwa yuko pale nyumbani kwao na alikuwa muda huo akiwa anakunywa maziwa ambayo aliyoletewa na binamu yake huyu, yani Tunu, ambaye ndiye mama yake na Baraka. Alikuwa anakunywa maziwa pale na wakati wanapiga story 2-3, lakini tukaona kwamba kijana Jelan yeye alikuwa na mawazo sana. Alikuwa anafikiri vipi kuhusu mke wake ambaye amegundua tayari kwamba yeye alikuwa akiongea na daktari kwa nia ovu kabisa ili waweze kutoa ujauzito wake. Kumbuka huu ujauzito ni ule ujauzito ambao si wa kijana Jelan, bali tu amemfuma mke wake ambaye amemuoa siku chache zilizopita, amemfuma kwamba ana ujauzito. Sasa anataka utolewe kwa siri. Mke wake huyu tayari amegundua. Haya, ni nini kinaendelea msikilizaji? Tuendelee katika sehemu hii ya 5. Niko hapa kwa ajili hii. Karibu sana. Twende sambamba. Kweli, yani mke wako mzuri sana kwa kweli. Ninakiri. Unajua kukubali kwamba umezidiwa hata sio kosa na wala sio udhaifu. Ni kuonyesha tu kwamba unakubaliana na jambo ambalo mwingine kafanya. Mke wako ni mzuri kweli kuliko mimi. Aya bwana, tuachane na hayo mambo bwana, lakini mimi nilikuwa na wazo bwana. Niambie binamu yake. Mimi bwana nilikuwa natamani sana siku hii ya leo kama tungepata fursa twende tutafute sehemu ambayo imetulia tukapumzike. Twende tukapige story 2-3 kule. Tuondoke tukituvae tutupendeze twende. Wewe. Hivi unajua nini? Unajua ndo tunatoka kwenye msiba. Mimi kama mke wa marehemu sidhani kama itakuwa ni vizuri kwamba leo tayari naonekana nikiwa maeneo ya starehe. Italeta picha mbaya watu wakituona. Hapana. Hatuendi sehemu za wazi kwa kweli. Inabidi tutafute sehemu ambayo imetulia, ambayo haina watu wengi. Angalau tuweze kurefresh vichwa kidogo. Si unajua tena. Hamna shida. Tunaenda na mtoto au eti twende na Baraka? Baraka mwacha endelee kubaki hapa nyumbani. Ili tuweze kufurahi zaidi, inabidi tusiwe na mzigo. Kwanza Baraka mwenyewe si mtu mzima. Kwani lazima tuende naye kila mahali. Nafikiri tu kama itapendeza kwamba tukiondoka na yeye na yeye akafurahi. Kwani amekosa furaha? Mimi nafikiri tutaenda naye siku nyingine, lakini siku ya leo ni vyema tukaenda sisi wenyewe. Basi hamna shida, twende basi. Basi hamna shida, ngoja mimi nikajiandae afu tuondoke. Msikilizaji, pale sasa mwanadada Tunu alienda sasa na yeye akaoga, akajiandaa vizuri. Kwa kweli alikuwa amevalia nguo ambazo alizokuwa amependeza sana. Walikuwa wamekubaliana sasa kwamba waweze kuondoka kutafuta sehemu ambayo wangepumzika. Alimaliza kujiandaa, akawa amevaa vizuri kweli, akiwa amependeza. Alikuwa na sketi yake fulani hivi ambayo ilikuwa ni short sketi.
yaani kimini. Mguu wake wa bia ulikuwa unaonekana kwa uzuri kabisa. Tumbo lake ambalo lililokuwa ni dogo kabisa lilikuwa linaonekana likiwa kwa ndani kabisa kwenye blouse ambayo aliyokuwa ameivaa nayo iliyokuwa inampendeza sana. Alikuwa ameweka nywele zake vizuri. Na hapo sasa alifika pale na kumwambia Jaylan kwamba, "Binamu, tunaweza kuondoka. Basi tuage basi wazazi ili hatimaye tuondoke sasa na wao wajue kwamba tumeenda wapi, wasije wakatutafuta hapa." "Sawa, hamna shida, twende tukawaage basi tuondoke." Ila na wewe umeamua, umependeza sana sasa." "Hapana, mbona kawaida tu, sasa si nimevaa tu kawaida." "Haya bwana, ila umependeza hadi nimefurahi." "Binamu nayo mambo yako bwana." "Anashukuru sana. Twende basi tupitie hapo tuage tuondoke." "Sasa si ungewasha gari kabisa." Afu kweli." Msikilizaji, Jaylan pale sasa alienda akawasha gari ambayo waliotaka kwenda nayo kule mahali waliposema kwamba wanaenda kupumzika. Aliwasha ile gari na hatimaye waliitoa mpaka ikawa wameiacha sasa nje kidogo ya geti ya nyumba yao kubwa ile. Alirudi pale na kwa pamoja walienda kuaga wazazi wao, yaani mzee Aikaeli akiwa pamoja na Bi Aminia ambayo walikuwa wako sebuleni wamekaa wametulia. "Baba, sisi tunatoka kidogo. Baadaye huko tutarudi." Sawa. Unaenda na binamu yako?" Baba, naenda naye." "Wewe, hebu sikilizeni nyinyi. Hebu njoni hapa kwanza." Bi Aminia pale sasa, mke wa mzee Aikaeli, alimuita pale Jaylan ili waweze kuongea nayo mambo machache. "Hebu sikilizeni. Mnajua kwamba tumetoka katika matatizo. Sasa hivi hapa tu hatuna hata siku ngapi tumetoka tutoke kwenye matatizo ya kumzika mume wa Tunu. Huko mnapoenda ni wapi?" "Mama, nafikiri tumeangalia namna ili nataka niendelee. Nitembee kidogo na binamu yangu nimzungushe aweze kupata kidogo faraja. Si unajua bado ana majonzi ya kufiwa na mume wake." "Sawa. Hilo ni jambo zuri. Lakini swali langu, mnaenda maeneo gani?" "Kuna sehemu tu tunaenda kupumzika, sehemu za starehe kidogo." "Huko mnapoenda, jueni kabisa kwamba mnavyoenda watu wakiwaona maeneo ya starehe na wakati ndo tunatoka kwenye matatizo haiwezi kuleta picha nzuri. Kwa nini msikae ndani mkatulia tu kwanza, siku zipite kwanza? Huko simtaenda siku yoyote." "Mama, tunaelewa hilo na tumeamua kwamba tunaenda sehemu ambayo ni ya jificheni. Hatuwezi kwenda sehemu ambazo ni za wazi watu wanaweza wakapita wakatuona." "Basi sawa, kama ni hivyo zingatieni hivyo. Msije mkaleta aibu katika familia yetu kwamba hao watu ndo wamezika, huyo amefiwa na mume amezika, hata siku ngapi hazijaisha, hapo anaonekana akiwa katika maeneo ya starehe." "Basi mama, hamna shida, tumeelewa na tulikuwa tumeshalijua hilo." "Basi haya, bye." Msikilizaji, waliondoka pale sasa Jaylan pamoja na binamu yake ambaye ni mama yake Baraka. Walitoka pale mbele ya mama yake na kijana Jaylan pamoja na baba yake. Walielekea kule getini ambapo tayari walikuwa wameshalipeleka gari na kulipaki kule. Wakati wanatoka pale, kwa kweli walikuwa wamependezea kama mtu na mume wake kabisa. Kwa jinsi ambavyo walivyokuwa wamevaa, jinsi ambavyo walivyokuwa wanatembea, kila mtu yeyote ambaye angewaona njiani angeliona kabisa kwamba huyu hawa hapana shaka yoyote ni mtu na mume wake. Walienda wakapanda gari na hatimaye wakaondoka kwenda sehemu ambayo waliokuwa wamepanga kwa ajili ya kwenda kustarehe. Msikilizaji, wakati huo sasa, wakati wanatoka pale mlangoni karibu na getini kabisa, geti la kutokea, alikuwepo kijana Manyota X pale. Alikuwa anataka wafuatilie mwanzo mwisho ili aweze kujua kwamba ni nini kinaendelea. Kumbuka kwamba kijana Manyota X
Yeye alikuwa anataka afahamu mahusiano yaliyopo kati ya Tunu pamoja na kijana Jelan, ili mahusiano hayo akiyajua kama yatakuwa yanaelekea katika mapenzi, basi aitumie kama fimbo ya kuweza kumchapia mwanadada Adia, ili aweze kuelewa kabisa kwamba ameolewa na mwanaume ambaye kwanza amezaa na mwanadada Tunu, alafu pia bado hawajaachana, wanaendelea wako katika mahusiano. Manyota X alikuwa makini sana. Alikuwa akitaka kufahamu kila kitu. Basi bwana, huku ndani napo mwanamama Bi Aminia akiwa na mume wake mzee Aikaeli waliendeleza mazungumzo yao. Mume wangu, lakini hili jambo unalionaje? Jambo gani? Wewe unaonaje hili jambo ambalo watu wengine pia wameliona? Unajua kwamba mtoto Baraka anafanana sana na kijana wetu Jelan. Sasa mke wangu, unataka nilichukulieje yani? Mimi binafsi, pamoja na kwamba watu wanasema wamefanana, na mimi kweli niliona wamefanana na kijana wetu, lakini sikuona shida yoyote kwa sababu hawa ni ndugu. Kama mimi na mama yake Tunu ni tumbo moja, sasa mtoto wa Tunu kufanana na Jelan, kuna tatizo lolote? Mume wangu, hebu sikia ngwambie. Ni kweli inawezekana kusiwe na tatizo, lakini mimi naona kama kuna tatizo. Hata kama kweli wewe na mama yake Tunu mnatoka tumbo moja, lakini kiwango ambacho Baraka anafanana na kijana wetu Jelan kimekuwa kikubwa. Unajua, imefikia wakati ambapo tukiwa kwenye msiba, kila mtu ambaye aliyekuwa anamuona alafu anaambiwa kwamba Baraka baba yake ndio huyo ambaye tuko kwenye msiba wake. Kwa wote ambao waliokuwa wanamfahamu Baraka na wote ambao waliokuwa wanamfahamu Cleopatra na walipokuwa wanamtazama mtoto Baraka, walionyesha hali ya mashaka sana, hasa pale ambapo walipomuona Baraka anafanana sana na Jelan na hana hata ishara kidogo ya kufanana na marehemu Cleopatra. Kutokana na maongezi ya watu, ndio maana uliona mimi niliamua kumwambia kwamba Tunu awe anakaa ndani na mtoto wake, asitoke nje. Niliona kwamba maongezi ya watu jinsi ambavyo wanaongea inaweza ikaleta ugomvi baina ya familia yetu na familia ya kina Cleopatra, hasa ukizingatia kwamba walikuwepo kwenye msiba na walikuwa wanaona na kusikia yanayoendelea. Mke wangu bwana. Kwa hivyo wewe hili jambo umelitilia maanani kabisa, kwamba na wewe unatilia mashaka kwamba pengine kijana wetu Jelan alishiriki na binamu yake. Lazima niwe na mashaka. Sio kwa kufanana huku. Wamefanana kupita maelezo kwa kweli. Lazima kila mtu awe na mashaka. Hebu nikwambie tu kitu mke wangu. Futa hayo mawazo. Cleopatra alimuoa mtoto wa dada yangu huyu, wakaenda South Africa. Na hii mimba haikuanzia huku. Ameenda amemuoa, wamekaa huko South Africa. Mtoto amezaliwa Baraka huyu, mpaka amefikia kuwa mtu wa miaka hii 5 sijui 6 sasa hivi. Hawajawahi kuja huku Tanzania. Sasa inawezekanaje kwamba Baraka awe ni mtoto wa kijana wetu Jelan? Na uhakika kwamba Jelan hajawahi kukutana na Tunu toka Tunu watoke hapa Tanzania.
Nafikiri hayo mawazo yako sasa unaweza, baada ya kukupa maelezo haya, unaweza ukayachuja ukaona ni jinsi gani mawazo yako yalivyo ulivyokuwa umekosea mke wangu. Mume wangu, kuna kitu gani mke wangu? Na maelezo hayo niliyokupa bado una mashaka bado? Lazima niwe na mashaka. Wanasema kwamba lisemwalo lipo, kama halipo basi laja. Ni lazima niwe na mashaka kutokana na jinsi ambavyo watu wengi wamekuwa na mashaka. Lakini hata mimi nilivyoangalia, Baraka ni kopi kabisa ya Jelan. Mke wangu, nafikiri sasa labda nifike sehemu nikuache na mashaka yako. Lakini mimi ninachojua, Cleopadi ndiye baba yake Baraka, mtoto wa dada yangu. Nafikiri hapo hamna ubishani, lakini kama una mashaka, siwezi kukuzuia kuendelea na mashaka. Msikilizaji, maongezi yao pale bana yaliendelea, huku mzee mwenyewe Aikaeli akionyesha kabisa kwamba hana mashaka yoyote kuhusiana na mtoto yule Baraka kufanana sana na mtoto wa Jelan. Basi na kwa upande wa kule getini, kijana Manyota X ambaye aliyekuwa yuko kwa nje kule mahali ambapo mlinzi alipokuwa anakaa, na pembeni kulikuwa na kibench fulani hivi ambacho masela wengi walikuwa wanapenda kukaa pale na kupiga story, na yeye akiwa yuko pale, na nia yake na madhumuni ikiwa ni kufuatilia vizuri mwenendo wa kijana Jelan pamoja na mwanadada Tunu. Na yeye pale aliwazuga watu ambao waliokuwa wamekaa pale, na hatimaye kuondoka akiendelea kuwafuatilia ni mahali gani ambapo wanapokwenda akina Jelan pamoja na Tunu. Alienda nao moja kwa moja wakati wakiwa wametangulia, na yeye alikuwa anakuja nyuma yao, huku akienda kwa tahadhari kabisa, akiwa amepakia pikipiki ili wale wasije wakaelewa kabisa kwamba anawafuatilia. Ndiyo, safari yao iliishia katika hoteli moja hivi ambayo ilikuwa sehemu nzuri sana. Hoteli ile ilikuwa na sehemu mbili. Kulikuwa na upande mmoja ambao ulikuwa unaelekea upande wa barabara, sehemu ambayo watu wengi walikuwa wanapita. Lakini hoteli ile ilikuwa na sehemu ya faragha, mahali ambapo watu wengi ambao waliokuwa hawahitaji kuonekana na watu wengi wakiwa maeneo ya starehe walikuwa wanakaa. Basi upande wa pili ule ndipo ambapo kijana Jelan pamoja na Tunu walipopaki gari yao pembeni na hatimaye kuingia kule ndani. Ilikuwa ni sehemu ambayo ina bustani nzuri. Kulikuwa na maua mazuri ya kutembea kuyaangalia kule ndani. Kulikuwa na sehemu ya kuogelea. Basi Jelan pamoja na Tunu walielekea moja kwa moja mpaka maeneo yale ya bustani. Waliagiza vinywaji kidogo pale ambazo zilikuwa ni juisi, na kwanza sasa kunywa huku wakiwa wanapiga story. Haikutosha, walienda moja kwa moja mpaka kwenye swimming pool ambayo ilikuwa katika hoteli ile, na hatimaye sasa wakaenda mahali wakawa wamebadilisha vizuri nguo zao, wakavaa nguo zao ambazo zilikuwa ni nzuri kwa ajili ya kuogelea. Wakaingia pale ndani na kuanza kuogelea. Walikuwa wanacheza pale ndani ya maji, lakini wakati huo wanacheza na kubebana kule ndani ya maji, kijana Manyota X naye alikuwa yuko ndani mle. Alikuwa amejichanganya na alikuwa anahakikisha kwamba anachukua klipu mbalimbali ambazo Tunu pamoja na Jelan walikuwa wanafanya. Na vile vile Manyota X, mtaalamu huyu ambaye pia alikuwa anajua kupiga picha nzuri kabisa, alikuwa akiwapiga picha bila wao kujua. Alimaliza kupiga zile picha na kuchukua klipu mbalimbali ambazo alizokuwa amerekodi, na hatimaye sasa alienda moja kwa moja na kusema sasa lazima amtumie mwanadada Adia ili aweze kushuhudia ni nini kinachoendelea. Alifungua simu yake upande wa WhatsApp, akaangalia namba ya mwanadada Adia aliyokuwa ameisave tayari, na kumtumia message ya kwanza, mambo. Kwa wakati ule mwanadada Adia alikuwa hayuko hewani, alikuwa hayuko online,
Kwa hivyo aliona kabisa pale, kwa sababu ile message ilivyoenda ilionyesha tiki moja tu na haikuonyesha hata tiki mbili, kuonyesha kwamba mtu huyu alikuwa kabisa amezima data. Pale sasa alianza kutuma zile video pamoja na picha mbalimbali ambazo alizokuwa amewapiga Jelani pamoja na Tunu. Alimtumia zile picha na hatimaye akatoka kule sasa WhatsApp na kumpigia simu kwa namna ya kawaida. Alipiga simu yake ambayo iliita bila kupokelewa. Akapiga kwa mara nyingine. Ukweli ni kwamba mwanadada Adi alikuwa anaona simu kabisa za kijana huyu Manyota X, lakini aliamua kuzipuuza. Aliangalia simu na kuacha pembeni. Manyota X hakukawia, alipiga tena kwa mara ya 3. Hatimaye mwanadada Adi akiwa kule nyumbani kwao aliangalia ile simu akawaza ipokea au la. Lakini nikimpokelea huyu mambo yake ni yale yale, mara anaona nataka pesa, mara sijui nini. Si ni blogu. Lakini ana mambo ya ajabu huyu. Simpokee, si ni blogu kabisa au nizime simu. Mimi sipendi anavyonisumbua huyu. Mwanadada Adi ya pale alijishauri mpaka ile simu ilipokata. Kijana Manyota X wala hakukata tamaa. Alibonyeza tena kitufe cha kupiga na alikuwa anampigia mwanadada Adi kwa mara nyingine. Hii ilikuwa ni mara ya 4. Alipopiga iliita, lakini hatimaye mwanadada Adi aliona isiwe shida, ngoja nipokee nijue anachoongea. Hello? Mambo. Poa, niambie. Salama, unasemaje? Nisikilize, mimi ndo nimepiga simu. Usiniambie habari ya nimesemaje au nini, mimi nitajieleza mimi mwenyewe. Haya, niambie sasa. Hebu fungua data. Ingia WhatsApp, kuna vitu nimekutumia hapo. Waache kuendelea kuwa boya hapa mjini. Unafanywa kama boya bwana. Hebu kuwa mjanja basi. Ingia hapo WhatsApp uangalie nilichokutumia hapo. Hatimaye simu ilikatwa baada ya maongezi yale. Mwanadada Adi aliwaza sana kwamba ni kitu gani hicho ambacho nilichotumiwa na Manyota X. Kutokana na mienendo ya Manyota X ilivyokuwa anamuonyesha mwanadada Adi, kwa kweli mwanadada Adi alianza kuogopa. Aliwaza kusema kwamba huyu mtu ambaye aliweza kufeki kifo chake, huyu mtu ambaye kila mahali ninapokuwa anakuja, inawezekana akawa kuna jambo lingine, tukio kubwa sana amelifanya. Haraka sana pale mwanadada aliwasha data yake na hatimaye pale alipowasha tu aliona message ambazo zilizokuwa zinaingia, zilizokuwa zinatoka kwa Manyota X. Alikliki pale na kufungua zile message ambazo zilizokuwa zimeingia. Zilikuwa ni message za picha pamoja na video clip ambazo alizokuwa wamerekodiwa Jelani pamoja na mwanadada Tunu. Kwa kweli zilikuwa ziko kimahaba sana. Na hii ni kutokana na kwamba walikuwa wamezoeana sana na walikuwa wanacheza michezo. Msikilizaji, unaelewa tu kwamba watu kama watakuwa wako kwenye swimming pool, alafu mtu wa kike na wa kiume, unaelewa michezo hiyo lazima ihusishe mahaba tu, hata kama hawasio wapenzi. Aliona picha ambazo walizokuwa wamekumbatiana wakiamini ni mtu na dada yake tu. Lakini vile vile kwa jinsi ambavyo mwanadada Adi alivyozitafsiri, hakuzitafsiri kama mtu na dada yake, kwa sababu hata hivyo alikuwa na uhakika kabisa kwamba mtoto wa Tunu, yaani Baraka, ni mtoto kabisa wa Jelani ambaye ni mume wake. Pale sasa kwa kweli kichwa kilianza kupata moto sana, kichwa cha mwanadada Adi. Akiwa kule nyumbani kwao alianza kuweweseka pale. Jamani, hivi ndo nini kila kini? Nini hiki? Kijana Manyota X baada ya kuona kabisa kwamba tayari hizi message zimeshafunguliwa, alituma message nyingine. Kama uko tayari, ninaweza kukuonyesha mahali walipo hata sasa hivi. Mwanadada Adi aliona ile message. Kwa kweli alitamani sana, alikuwa na shauku kubwa sana ya kutaka kujua kwamba hawa watu wako wapi. Aliangalia zile klipu zote, akaangalia na zile picha zote,
lakini moyo ulimuuma sana na kichwa kikazidi kuvurugika. Mwanadada Adia hakuweza kuendelea kukaa pale. Mama, mimi natoka, naondoka. Jamani, binti yangu, si ulisema kwamba mume wako atakufuata huku kukuchukua au? Ngoja tu niende. Ameniambia kabisa kwamba kuna mahali amepitia na mambo yatakuwa mengi, kwa hiyo niende tu nyumbani, hawezi akapitia huku. Naomba mimi niondoke, naenda mama. Pale sasa mwanadada Adia alitoka pale ndani, na wakati anatoka tu nyumbani kwao alikuwa tayari ameshapiga simu moja kwa moja kwa kijana Manyota X. Wewe Manyota, hebu niambie wako wapi? Msikilizaji, Manyota X alimuelekeza mahali ambapo Jelani walipokuwa wanakula starehe. Nakuja hapo haraka. Mwanadada Adia bwana aliita taxi pale, na haraka aliipanda ile taxi na kwenda moja kwa moja mpaka sehemu ambapo ilikuwepo ile hoteli ambayo Manyota X alimueleza kwamba ndipo mahali ambapo akina Jelani pamoja na Tunu walipokuwa wanafanya starehe pale. Lakini alipofika tu pale, kabla hajashuka kuingia katika geti kabisa ile ingia mahali ambapo walipokuwa, alikutana pale sasa na kijana Manyota X akiwa yuko pembeni. Wewe, njoo hapa kwanza. Niache kwanza. Nisikilize. Na unasemaje sasa? Unataka kufanya nini? Mbona uko haraka sana? Niache niende. Niache, lazima unitambue. Nisikilize. Mimi sijakwambia hivi ili uje kuanzisha vurugu. Alafu kumbuka kwamba tumboni una mtoto wangu. Kwenda kuanzisha vurugu kule linaweza likatokea jambo lolote. Alafu baada ya hapo ukashangaa mtoto wangu tumboni akapata madhara yoyote. Inaweza ikamwathiri mwanangu akatoka, au hata wewe mwenyewe. Kwa hivyo naomba unihakikishie kabisa kwamba ninapokupeleka mahali walipo huwezi ukaanzisha vurugu. Sitaanzisha. Naomba nipeleke. Nipeleke basi. Nipeleke huko mahali ambapo walipo. Sitaanzisha vurugu. Wewe, hebu naomba unisikilize basi. Nataka uhakikishe kabisa kwamba huwezi ukaanzisha vurugu. Na hii sio kwa ajili yako zaidi. Mimi naongea kwa sababu wewe una mtoto wangu tumboni. Japokuwa wewe umeamua kumpa mwanaume mwingine mtoto wangu, lakini mimi bado na machungu na huyo mtoto aliyeko tumboni. Sitaki uanze kuanzisha vurugu alafu huyo mtoto apate madhara yoyote. Nafikiri umenielewa. Manyota, sawa, nipeleke nikawaone hao watu. Nipeleke. Mimi siwezi kuchezewa. Jelani ni mwanaume wangu na ndo naye, na ni mwanaume ambaye nampenda sana. Twende hebu. Hawezi kunichezea akili yangu. Twende ukanionyeshe. Twende. Msikilizaji, pale sasa mwanadada Adia alikuwa na force kupita. Alikuwa na force sana pale ili aachwe aende moja kwa moja huko ndani akawatafute yeye mwenyewe. Kama tu Manyota X atagoma kumuonyesha mahali ambapo alipokuwa. Manyota alipoona kama utakuwa na kelele pale, na wakati huo akawa amempitwa kama hatua mbili hivi kuelekea kule ndani ya hoteli ile, upande ambapo ulikuwa ni wa starehe. Akamwambia, Adia. Niache. Nisikilize kwanza, njoo hapa. Nisikilize. Nisubiri hapo. Unataka nini? Unataka kuniambia nini? Manyota X alisogea mpaka pale mahali ambapo mwanadada Adia alipokuwa. Nisikilize. Ni kweli bwana walikuwa hapa, lakini ukweli ni kwamba huna bahati. Kwa nini? Wameshaondoka hapa, na nilikuwa nawasikia wakiongea ya kwamba Jelani akisema kwamba alikuwa anataka aje huko kwenu kukuchukua. Wewe ndivyo ulivyomsikia akisema? Kwani wao walikuona? Hapana. Mimi siwezi kuwa nachunguza kitu alafu nikaonekana. Nilikuwa nimejificha, hawajaniona, lakini nilikuwa nasikia kabisa walichokuwa wanaongea. Yeye alisema kwamba anapitia huko kwenu huko kukuchukua. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba ameenda. Alafu na Tunu kaenda wapi?
Huyu mwanamke alisema kwamba anaenda pale afu yeye anaelekea nyumbani. Anaenda nyumbani mkule moja kwa moja, lakini Jelani yeye alisema kwamba anapitia huko kwenu kukuchukua. Basi ngoja mimi niondoke. Subiri basi, unaelekea wapi? Naenda nyumbani. Sio kwamba ungeenda nyumbani kwenu kule. Hapana, naenda nyumbani kwetu. Naenda huko kwa nyumbani. Mimi nimeolewa, naenda huko nyumbani kwangu, sio huko kwetu. Sikia basi. Wewe ungetulia hapa kwanza uende kule ili ufike kule nyumbani kwenu uje ili uje na Jelan. No, sitaki. Niache niende. Sasa sikiliza. Unajua mimi nilishaagiza usafiri. Pamoja na kwamba mimi nilikuja na pikipiki, lakini gari yangu tayari imeletwa ile pale. Kwa hiyo twende basi nikakupakize ili nikupeleke huko unapotaka. Msikilizaji, pale sasa waliongozana kijana Manyota X pamoja na mwanadada Adia ili waweze kufika kwenye ile gari ambayo ilikuwa ni gari ya Manyota X, ili hatimaye ampeleke huko nyumbani mahali ambapo Adia analalamika anataka kwenda. Kwa hiyo umesema ni kupeleke nyumbani kwako? Ndio. Sasa hebu nisikilize, lakini kwa nini unangangana sana lakini na Jelan? Mbona Jelan anaonyesha kabisa kwamba hakupendi? Wewe Manyota, Jelan ananipenda. Na hao wengine ni watu ambao anasumbuana nao tu, lakini Jelan ananipenda na ndio maana akanioa. Hebu nisikilize wewe. Unaweza ukasema kwamba unapendwa, lakini wale ni watu wenye pesa. Wanaweza wakaamua kwamba uolewe wewe, lakini anakutumia kwa ajili ya misheni zake tu ziweze kutiki. Na nafikiri unaona sasa hivi yuko bize na mtu ambaye ameshazaa naye. Yuko bize na yeye. Inaelekea ndio mpenzi wake halali ambaye alikuwa anampenda. Na wewe ukao unatumika tu kutekeleza misheni za watu. Hustuki. Mtu amezaa na mtu. Sasa hivi unaona bado wako pamoja. Wako wana picha zao za uchi, wanaogelea pamoja kule. Alafu bado unaamini kweli kwamba unapendwa? Eti unapendwa? Manyota X, naomba unisikilize. Wewe unavyoona, mimi sikuzuii. Ona unavyoona. Lakini ninachokwambia ni kwamba Jelan ananipenda mimi, na ndio maana alinioa. Hizi zingine ni tamaa tu, na lazima ni kwanza hebu nipeleke nyumbani. Nipeleke basi. Hebu nisikilize wewe. Kama hutaki mimi nishuke nichukue usafiri mwingine niondoke, usiwe unaninyanyasa na gari yako hapa. Niache. Pale sasa mwanadada Adia alianza kungangana kufungua ule mlango ambao uliokuwa umetiwa lock. Alijaribu kusukuma kwa nguvu, "Fungua mlango. Fungua mimi nitoke." Kijana Manyota X hakuruhusu, alimwambia, "Nisikilize. Mimi nakupeleka." Pale sasa kijana Manyota X alitekenya ile gari. Alitekenya ile gari na ile gari iliwaka kuonyesha kwamba sasa anataka waondoke. Alianza kutoka pale taratibu huku akimweleza maneno ambayo alikuwa anaamini kwamba akimweleza maneno yale basi yanaweza yakamvunja moyo kabisa Adia na akaachana na Jelan na hivyo kumfuata yeye. Hivi Adia, huwezi kufikiri kabisa kwamba mimi ndo mtu ambaye ninayekupenda na wewe unangangana kukaa na mtu ambaye hakupendi? Hivi unajua kuna siku utanikumbuka wewe? Hivi Manyota X, una akili sawa sawa? Una akili sawa sawa? Hebu wewe ngoja nikwambie tu, niongee na wewe kama unavyotaka, kwa sababu naona maneno yako unayoongea yananitibua. Naona unanitibua, bora nikueleze tu, huna akili sawa sawa. Unaona mimi ndo sina akili? Huna akili. Unawezaje? Kama ungekuwa na akili usingeongea habari za kwamba eti mimi niache mume wangu wa ndoa afu nikufuate wewe. Kwa kipi? Yaani nikufuateje wewe kama nani? Unanifuata mimi kama baba wa mtoto ambaye yuko tumboni. Niambie, kwani mimi na wewe wakati tunalala pamoja tulikuwa tumeagana kwamba nikuzalie? Hiyo si bahati mbaya? Tulifanya biashara na ukawa umemaliza umeondoka. Sasa kwa nini unanisumbua? Hebu niache afu hizo kauli zako, sio nimwache mume wangu nikufuate wewe, sio nini? Naomba uzikome kabisa. Kama hutaki unishushe kwenye gari yako, mimi nitembee usafiri mwingine. Adia, unajua sasa hivi unaongea kwa ujasiri sana. Lakini kuna siku ambayo utakuja kunikumbuka sana. Kuna siku utakuja kunikumbuka. Nikukumbuke kwa lipi, Manyota? Huna pesa? Sijai kukupenda?
Hujawahi kunifanyia kitu chochote kile ambacho yani cha kuonyesha kwamba pengine unanipenda ili nikae nikukumbuke. Huna chochote. Yani kwanza nakukumbuka kwa kipi? Kwa kipi yani? Utanikumbuka tu kwa sababu mimi nakupenda upendo wa kweli. Alafu mimi ni baba wa mtoto wako. 3, utakuja kupata mateso huko ambapo unapopangangania kwa mtu ambaye hakupendi kabisa, lakini wewe unajipendekeza kwake. Mateso ambayo utakuja kuyapitia kule ndipo utakapokuja kunikumbuka mimi. Haya ni maneno ya mkosaji tu. Sawa, lakini mimi nimekwambia. Haya, nimekuelewa. Hebu ikiwezekana ongeza speed tufike haraka. Nimekuelewa maneno yako. Adia, kitu kinachoniuma ni kimoja tu kwako. Kipindi ambacho utakapokuwa unanikumbuka ni kipindi ambapo utakuwa umechelewa sana. Itakuwa haipo nafasi tena ya kujirekebisha. Natamani tu kama ungeligundua mapema sana iwezekanavyo sasa hivi ukanisikia na kuelewa ninachokwambia. Kwa nini unapenda kujitesa lakini wewe mwanamke? Kwani Jelan ana kitu gani kikubwa cha zaidi ambacho kinakufanya wewe ungangane kubaki na yeye na ili hali hakupendi na hajawahi kukupenda, lakini unaniacha mimi ambaye ninakupenda? Haya. Huna cha kuongea? Niongee nini? Sio unaongea wewe. Mimi nasubiri tufike nyumbani. Sawa. Lakini nakukumbusha sana. Huko ndani utakapoingia, hakikisha sana katika mambo yako yote utakayoongea ukumbuke kwamba kuna mtoto wangu kwenye tumbo lako. Usije ukaanzisha vurugu popote na hatimaye ukaanza kumletea shida mtoto wangu aliyeko tumboni. Bana, mimi unajua unanitia kichefuchefu unavyoongea. Nimekuelewa. Paki gari hapo, situshafika. Sawa, lakini tatizo lolote litakalomkuta mwanangu, jua kwamba utalilipia. Shuka uende. Msikilizaji, pale sasa alitoa loko ya ile gari, ya mlango ule wa gari, na hatimaye mwanadada Adia alishuka nje ya jumba lao kubwa la kifahari. Yaani nyumbani kwa mzee Aikaeli, nyumbani kwao na kijana Jelan, nyumbani ambapo ndipo ambapo mwanadada Adia alipokuwa anakaa bado na mume wake pale. Aliposhuka pale moja kwa moja alienda ndani. Aliongoza moja kwa moja mpaka mahali ambapo alipokuwa anajua kabisa kwamba angeweza kumkuta Tunu kule. Moja kwa moja alifika katika chumba ambacho alichokuwa anakaa Tunu, hakumkuta Tunu. Pale sasa aliongoza moja kwa moja. Muda huo ulikuwa umeenda, ni usiku. Imefika mida ya saa 1 tayari. Alienda moja kwa moja mpaka chumbani, kule chumbani ambapo ndipo chumbani kwao. Alijaribu kuangalia, na kweli pale ndani alimkuta mume wake, yaani kijana Jelan, akiwa amelala, amejilaza, ameegemea, amelala kwenye kitanda hivi na kuangalia juu. Pale sasa alianza kumwashia moto. Jelan. Kwa nini lakini? Kwa nini lakini unanifanyia hivi? Wewe una matatizo gani wewe? Kukufanyaje? Kwanza, kwa nini ulitoroka hospitalini? Achana na mambo ya hospitalini kwanza. Niambie, kwa nini unakuwa hivi? Kwa hiyo sasa hivi umeamua kunionyesha waziwazi kabisa, si ndivyo? Kukuonyesha waziwazi kitu gani? Na kuuliza kwanza, kwa nini ulitoroka hospitalini na wakati unajua kabisa tulikupeleka hospitalini ili wewe uweze utibiwe ukae salama, wewe na hao watoto wako ambao uliwapata kutoka kwa mahawara wako. Tumekupeleka kule ili wewe uwe salama, kwa sababu kisheria wewe bado ni mke wangu. Ndio maana sikutaka mambo mabaya kutokea. Nisikilize Jelan. Hizo kelele zote unazozipiga mimi sizisikii. Lakini kwa sababu unalazimisha kwamba mimi niongee, naomba niongee. Nilitoka hospitalini baada ya kugundua kwamba wewe unaongea na daktari ili kwamba muweze kutoa mimba yangu kimya kimya. Lakini hilo sio jambo ambalo linalonikasirisha hapa.
hilo nimesha kutoroka kwa sababu na mimi mimi mwenyewe ni mtoto wa mjini kitambo. Sijazaliwa huko Kishumundu, sawa? Nimetoka nilitoroka kule na nimeenda kwa mama. Nimekuja huku. Lakini kitu ambacho kinaniliza hapa, naomba nikuulize, kwani unanifanyia hivi Jelan? Kwa sababu nakupenda. Wewe, hivi umeshikwa na kichaa au unaanza kuwa chizi sasa hivi? Unaanza kuwa chizi, sio? Jelan, sasa hivi mimi unaniona mimi ni chizi, si ndivyo? Lakini lazima unione mimi chizi. Lazima unione mimi chizi. Kwa sababu kwa sasa hivi uko na mke wako unayempenda zaidi. Lakini kumbuka kwamba mimi ni mke wako halali wa ndoa. Hata kama umezaa na Tunu, lakini Tunu sio mke wako halali wa ndoa. Mimi ndio mke wako halali wa ndoa. Sasa hivi umeamua kunionyesha live kabisa. Wewe, kimya. Kimya. Naomba uwe makini, sitaki hayo maneno yako. Nitakubutwa, nitakukanyaga hapa ndani hutaamini. Hayo maneno yako nishakujibu mara kibao. Nimekwambia kwamba sijazaa na Tunu. Tunu ni binamu yangu. Na nimekueleza kila kitu kwamba mtoto Baraka baba yake ni Cleopard ambaye tumemzika juzi hapa. Na wewe hilo unalifahamu mpaka sasa hivi. Lakini bado unaendelea kuliongeleza. Hivi hayo mambo ndio uliokuja kunipigia kelele hapa? Jelan, unajua mimi nakupenda sana wewe kwa sababu wewe ni mume wangu. Wewe ni mwanaume ambaye nimekupenda kuzidi. Sijawahi kupenda mwanaume kama ninavyokupenda wewe, mume wangu. Afu ishia hapo hapo. Koma. Nimekukanya, sitaki hilo swala la mume wangu ulitaje. Sitaki. Unapotaka kutaja mume wako, uwafuate hao ambao au mahawara yako ambao wamekupa mimba yako hiyo. Tabia za kimalaya hizo unazofanya huko. Unatoka na watu wako huko, unapata mimba ambao hujaipata kwangu. Na bado mimi nimekustiri humu ndani. Alafu unaongea. Nimekwambia sitaki hilo neno unalolitaja mume wangu. Sitaki, nimekwambia. Nisikilize. Nakupenda sana. Na ndio maana nateseka kwa ajili yako. Kwa nini umeamua kunionyesha live kwamba Tunu ni mpenzi wako na umezaa naye? Ninazo taarifa zote. Kwanza nilikuonyesha vipimo vyote. Ukagundua kabisa kwamba vipimo vya DNA vinaonyesha kabisa Baraka ni mtoto wako. Lakini mimi unaninyanyasa tu, mimba, lakini wewe kuzaa nje unaona ni kawaida, si ndivyo? Wewe umezaa nje ya ndoa, lakini mimi kuwa na mimba unaona ni tatizo kubwa sana sana. Kwa hiyo unaona kwamba hiyo sio tatizo. Alafu nimekwambia Baraka sio mtoto wangu. Naomba usiniletee matatizo wewe mwanamke. Wewe kinyamkera, usiniletee matatizo, nitakuvuruga hapo. Nimekwambia nipige. Kwani hizi picha za nani hizi hapa hizi? Nini hiki? Msikilizaji, pale sasa mwanadada Adia alianza kumuonyesha picha ambazo kijana Jelan alikuwa yuko kule maeneo ya starehe akiwa na mwanadada Tunu. Msikilizaji, unajua pale sasa kijana Jelan alishangaa sana. Sasa wewe, hizi ndizo ambazo zimekuleta hapa na kelele zote hizi, mimi ngajua una kitu cha maana. Ndio, najua kwa hichi sio cha maana. Kwa sababu umeshazoea na unaona ni kawaida kabisa. Kwako hiki kitu cha kawaida kabisa. Sio cha maana kabisa kwako. Umeamua kunionyesha live, mnakumbatiana hivi. Mnaruka pamoja, mnaogelea hivi kweli. Hivi kweli wewe ni dada yako, mnakaa na nguo za hivi. Hivi. Wewe unajigamba kila siku kwamba umezaliwa mjini. Kwa hiyo ulitaka kule kwenye swimming pool tuingie tukiwa tumevaa suti au? Hizi si nguo za kuogelea hizi. Yeye angevaa nini? Amevaa nguo zake za kuogelea hizi na mimi si nguo za kuogelea hizi za kuingia nazo kwenye swimming pool. Sasa wewe kama umezaliwa mjini, umekuwa mjini kama unavyodai. Sasa wewe ulitegemea kwenye swimming pool tuingie na suti au ulitaka ingia na dela ili ndipo ujue kwamba huyo ni dada yangu na siwezi kufanya kitu chochote naye?
Jelan, mimi sio mtoto mdogo na mimi sio mshamba. Nataka uniambie kwanza, kwa nini wewe ulizaa nje ya ndoa na hukuniambia? Alafu sasa kwa nini mimi unaninyanyasa na hii mimba yangu? Na nimekwambia kila kitu kilichotokea na hali halisi ilivyokuwa. Kwa nini mimi sasa unaninyanyasa kiasi hichi? Mbona wewe una mtoto wa nje huyu hapa? Alafu huongei, mtoto umefanana kila kitu. Vipimo vyote vinaonyesha kwamba wewe ni mtoto wako. Dunia yote inajua. Kwa nini unanyanyasa na hii mimba lakini? Mume wangu, hivi unajua kwamba nakupenda sana? Msikilizaji, unajua bwana, kweli kama wanavyosemaga kwamba kichaka kina watu. Sehemu ambapo unafanya jambo ukiamini kwamba watu hawakuoni wala kukusikia, kumbe bwana watu wanakusikia kabisa. Na pengine watu wanakuona kabisa. Bwana wewe. Msikilizaji, wakati wanalumbana pale dirishani alikuwa anapita mwanamama afahamikae kama Daima. Huyu ndiye dada yake mzee Aikaeli, ambaye ndiye mama yake Tunu. Alikuwa anapita pale dirishani wakati ule. Alisikia malumbano yote ambayo Jelan alikuwa akilumbana na mke wake pale. Baada ya malumbano mengi pale, ukimya pale ulitawala. Baada ya kukuta kwamba Jelan alikuwa ameamua kunyamaza kimya, na mwanadada alikuwa ameongea huku akawa analia tu. Hadi alikuwa amelia sana, akawa amejilaza pale kitandani huku akiwa analia. Basi bwana, baada ya wote kunyamaza pale ndani na mwanadada hadi ya kuendelea kulia, hatimaye walichukuliwa na usingizi. Usingizi ule ulikuwa umewashika vizuri. Walishangaa baadaye walipokuwa wanazinduka. Ilikuwa ni asubuhi siku hiyo, hata kula chakula cha usiku hawakula kabisa. Wewe, walikuwa wameshikwa na bonge la nyongo asubuhi ile. Walikuwa na njaa isiyo na kifani. Kwa upande wa mwanamama sasa ambaye ni mama yake na Tunu, yani mwanamama aitwaye afahamikae kama Daima, dada yake na mzee Aikaeli. Baada ya kusikia malumbano yale kati ya Jelan pamoja na mke wake, yani Adia, mwanamama yule bwana hakutaka kunyamaza tu. Alisema lazima afanye jambo. Kwanza alifikiri, ina maana mwanangu, haya mambo yaliyokuwa yanazungumzwa ni kweli. Ina maana kweli mwanangu Tunu amezaa na mtoto wa kaka yangu, ye Jelan. Sasa hii imekuwa kazi. Sasa angalia, Jelan anagombana na mke wake kwa sababu ya mtoto Baraka, mtoto wa mwanangu. Hivi ina maana kweli Tunu, kwa nini alifanya hivi Tunu? Kwa nini kama alikuwa anampenda Jelan asingesema tu tuwaozeshe si binamu wakae pamoja? Kwa nini ameamua kuzaa naye kimya? Na sasa hivi inaleta mtafaruku kwenye familia ya mtoto wa kakaangu. Msikilizaji, Bidaima sasa alirudi nyumbani akiwa na mawazo. Pale sasa aliamua sasa kupiga simu moja kwa moja. Basi bwana, Bidaima alipiga simu kwa binti yake. Tunu, abe mama, naomba ujiandae, kesho tunapaswa twende Mwanza. Mama, kuna nini? Nimekwambia unapaswa ujiandae twende Mwanza. Ndiyo mama, nimekusikia. Nauliza kuna nini? Sababu tulikubaliana kwamba tunakaa hapa kwa mjomba kwanza ndipo twende huko Mwanza. Nisikilize, mambo mengine utajulia mbele ya safari. Naomba ujiandae, kesho asubuhi tunaenda Mwanza. Na jiweke sawa kwa sababu tunaondoka na ndege ya mapema kabisa asubuhi. Haya. Msikilizaji, mwanadada Tunu pale yeye alikubali kwamba waweze kuondoka kwenda Mwanza.
Usiku ule yeye alipolala akaamka. Alikuwa na wazo moja tu, kusikiliza ujumbe wa mama yake ambaye alimtaka kwamba wao waende Mwanza. Wao waliondoka na hatimaye walipanda ndege na kufika Mwanza. Huku nyumbani sasa, mwanadada Adia pamoja na mume wake Jelan walikuwa wameshaamka asubuhi. Walijikuta wakiwa wamelala namna tofauti, kwa sababu walilala kila mmoja akiwa hajaamua kwamba alale wapi. Jelan alijikuta akiwa amelala kwenye kitanda, lakini alikuwa amelala na mwanadada Adia ambaye hakupaswa alale pale kwenye kitanda kabisa. Unakumbuka kwamba Jelan alikuwa amemfukuza Adia akimwambia kwamba hastahili kulala kwenye kitanda chake kwa sababu tayari amebeba ujauzito ambao sio wake. Mazungumzo yalianza pale sasa. Kumbe bwana, usingizi ndio uliowaacha tu asiongee. Lakini mazungumzo yaliendelea baada ya pale. Wewe, kwa nini umelala hapa kwenye kitanda changu? Si nilikwambia kwamba hupaswi kulala hapa? Jelan, mimi sikupanga kulala hapa. Najua kweli ulinifukuza. Lakini mume wangu, na mimi nilipitwa na usingizi tu ngajikuta niko hapa asubuhi hadi hapa nilipo na njaa. Nenda katafute chakula ule. Sinaleta tu leo tembe mume wangu. Mimi sihitaji. Hapana bwana, sio hivyo. Wewe umeniambia kwamba mimi nakuchiti, si ndivyo? Huo ndio ukweli kwamba wewe Baraka ni mtoto wako. Huo ndio ukweli. Na najua kabisa kwamba unatoka kimapenzi bado na binamu yako huyo ambaye ni mke wako, ndio uliyezaa naye Tunu. Ushaamka sasa. Bora hata endelea kulala kabisa. Yaani ukishaamka tu lazima matatizo yaanze. Sio hivyo. Hamna kitu ambacho ni siri tena. Kila kitu nafahamu sasa hivi. Haya. Tunu wameondoka sasa. Wameondoka sasa. Unataka nini? Wameondoka. Wameenda wapi? Wameenda Mwanza. Sasa kwa hiyo unataka kusemaje kwamba akienda Mwanza ndo Baraka anakuwa sio mtoto wako au? Naomba usirudie hapo mambo nimekwambia. Mambo yako ya kipuzi nimekwambia usirudie tena, nimekwambia naomba unielewe wewe. Wala unakuwa kichwa maji hivi. Nimekwambia huyu mtoto sio kwangu. Unataka niongee mara ngapi au mpaka kukusabue hapa? Piga tu. Piga kama unataka. Lakini huo ndo ukweli. Wewe huwezi kunichiti mimi alafu mimi nikawa nimenyamaza tu. Huwezi kunichiti mimi alafu nikawa nimenyamaza. Mimi na uchungu, wewe ni mume wangu wa ndoa. Lazima niumie. Msikilizaji, sasa maongezi kati ya Jelan pamoja na mke wake mwanadada Adia yalikuwa yameanza sasa, na kama unavyojua maongezi yao bwana sio ya kuelewana hata kidogo. Muda wote wanapokuwa wanaongea tayari walikuwa wanagombana sana. Msikilizaji, asubuhi ile ilikuwa ya moto sana. Jelan aliamua kutoka pale na kuwahi kazini. Lakini wakati anataka kutoka kwenda kazini, pale mwanadada Adia alidondoka na kuzimia pale. Pale sasa Jelan aliahirisha kwanza kwenda kazini. Alimnyanyua na kumweka pale kitandani kwa sababu alikuwa amezidiwa muda ule, hawezi kuongea, hawezi kufanya chochote. Ilimbidi sasa Jelan kuwaita wazazi wake. Wazazi wake walikuja pale. Na walipokuja tu pale Jelan yeye alitoka, hakutaka kuendelea kuwepo pale. Mzee Aikaeli alipiga simu kwa yule daktari wa familia, yaani Dr. Mika. Na hatimaye Dr. Mika sasa alitoka kule hospitalini na kuja haraka pale nyumbani. Alianza kumchukua vipimo baada ya kuambia kwamba watoke nje, abaki mwenyewe pale ndani yeye na mgonjwa pekee. Alianza kufanywa vipimo pale mwanadada Adia. Wakati huo Jelan akiwa ameondoka pale, alikuwa ameenda kwenye shughuli zake. Sio kwamba hakuwa anajali, lakini aliogopa kuulizwa maswali mengi pale na baba yake pamoja na mama yake. Msikilizaji, siku ile ilienda, vipimo vilifanyika, na hatimaye sasa
Dr. Mika alipaswa atoe taarifa sasa rasmi kwa wazazi wa bwana Jelani ili kueleza kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa mwanadada Adia. Dokta, shida nini? Hakuna shida kubwa sana. Lakini kama mnavyofahamu kwamba huyu ni mjamzito, hii hali inatokeaga. Nafikiri mmeona hata juzi ilitokea, sio mara yake ya kwanza, mnafahamu. Lakini hakuna tatizo kubwa zaidi. Kwa hivyo atapumzika hapo na baadaye atazinduka, atakula chakula na mambo mengine yataendelea. Na kuna kitu nimeona hapo inaonyesha ana njaa. Inaelekea kula yake imekuwa ndogo sana. Tumbo lake liko lina gesi sana. Kwa hiyo akizinduka hapo basi mtampatia chakula. Lakini hamna kitu cha ziada ambacho kinatisha sana. Basi mimi naomba niondoke. Wewe alipojaribu kunyanyua mguu kwamba anaondoka, mama yake Jelani alimshika pale pale. Doctor, please, hebu nakuomba kwanza, naomba utuambie ukweli. Kitu gani unahitaji nikwambie ukweli mama? Kuna kitu hakiko sawa. Kwani wewe hapa umeajiriwa na nani? Msikilizaji, swali lile ambalo mama Jelani aliuliza lilimshangaza sana Dr. Mika. Na sio Dr. Mika peke yake. Hata mzee Aikaeli alishangaa sana kwa swali lile ambalo Bi Aminia alimuuliza Dr. Mika. Mke wangu, kwa nini unamuuliza Dr. leo hii kwamba ameajiriwa na nani? Ile hali sio mgeni katika familia hii. Kwa nini umethubutu kuuliza swali kama hilo? Baba Jela, naomba unisikilize. Dr. Mika kuna kitu anatuficha. Na ndio maana nimejaribu kumuuliza ili athibitishe kwamba yeye ameajiriwa na nani. Na kama ameajiriwa kwenye hii familia, ameajiriwa na sisi, kwa nini anathubutu kutuficha vitu? Kaficha. Unafikiri kuna jambo gani ambalo analificha? Baba Jela, naomba nikwambie kitu. Mimi ni mwanamke na najua mambo jinsi ambavyo yalivyo. Kuna kitu ambacho anatuficha kuhusiana na huyu binti huyo. Kuna kitu ambacho anatuficha huyo. Mke wangu, ni jambo gani hilo? Naomba aseme mwenyewe. Naomba aseme kwamba Adia ana hali gani. Nataka aseme yeye mwenyewe kwa sababu yeye ndo daktari. Aseme kabisa kuna hali ambayo haiko sawa, haiko tofauti. Dr. Mika, naomba nikwambie. Mimi sitojali miaka 10 tuliokaa wote. Lakini kama utaendelea kutudanganya kuhusu Adia, kwa kweli sitakuwa tayari kuendelea kuwa na wewe. Msikilizaji, kauli ile ilikutolewa kwa ukali kiasi kwamba Dr. Mika naye sasa pale alijua kabisa anapoteza ugali. Pale sasa alimeza mate, akaanza kumuuliza, Madam, ulikuwa unataka nikuambie taarifa gani? Tuambie, hali ya huyu ikoje? Tumboni mwake kuna nini? Msikilizaji, pale sasa Dr. Mika alikuwa anatamani sana ile jambo liwe siri kwa sababu hakuruhusiwa kuliongea na Jela. Aliwaza sana kwamba anafanyaje, lakini kutokana na kwamba aliogopa kwamba asije akapoteza kibarua chake pale, ilibidi sasa aanze kufunguka. Ni ukweli kabisa kwamba binti Adia ana ujauzito. Na sikuona sababu ya kusema kwa sababu nilifikiri pengine mmekwisha kuambizana huko wazazi na mtoto wenu. Kwa hivyo sikuona haja ya kuambia. Nilijua kwamba tayari mmeshaambizana. Wewe ulikuwa unajua kabisa, na ndio maana kila siku ulikuwa unaongea kwa mafumbo. Unaongea tu, husemi ukweli. Umeona sasa baba Jela, ni umeona? Haya, ana mimba hapo. Ana mimba. Na mtoto wetu huyu Jelan hajathubutu kutuambia. Unaona jinsi ambavyo anajiona amekuwa sana sasa. Sasa ni jambo jema, lakini kama aliamua kuficha, labda alitaka atuambie kama atufanyie kama surprise, huwezi jua. Kwa hivyo nafikiri mama Jelan hakuna jambo la kushangaa sana hapa.
Hakuna jambo la kushangaa kabisa hapa. Tunyamaze, wana maamuzi yao kama watu wazima sasa. Msikilizaji, pale sasa Dr. Mika alitoka pale ndani na hatimaye kurudi kazini kwake, kwa sababu kazi ambayo aliyokuwa ameshurutishwa kuifanya amekwisha kuifanya. Yaani kazi ya kusema kilichopo ndani ya tumbo la mwanadada Adia. Basi msikilizaji, kule Mwanza na hapo mambo yalikuwa yanaenda moto kweli. Ilikuwa ni kati ya mwanamama Daima pamoja na mtoto wake, yaani mwanadada Tunu. Mwanangu, hebu sema, kwa nini umeamua kufanya jambo kama hili? Kama ulikuwa unampenda Jelan, kwa nini hukusema tu tukakuozesha ili uweze kuolewa na yeye? Kwa nini unakuja kufanya mambo kimya mpaka inafikia wakati ambapo unataka kuharibu familia za watu? Mama, unamaanisha nini? Sio kwamba namaanisha nini. Mambo yako wazi sasa hivi. Hakuna jambo la siri tena. Kila mtu anafahamu sasa hivi ya kwamba wewe, mtoto wako Baraka huyu, umepata na mtoto wa kaka yangu Jelan. Mama, na wewe umefikia hapo? Umeanza kusikia habari za mitaani ndizo na wewe umezichukua, ili hali wewe unafahamu kabisa kwamba baba yake Baraka ni Cleopard na tumetoka kumzika siku si nyingi. Kwa nini na wewe umeamua kuingia katika propaganda za walimwengu mama, ambazo zinataka kugombanisha watu? Nisikilize binti yangu Tunu. Hayo nimeamua kukutoa huko nikulete huku kwenye nyumba yetu ya huku Mwanza makusudi. Kwa sababu nimeona familia inataka kuleta shida. Mimi nimewasikia mke wa Jelan akiwa anagombana na mume wake kwa sababu ya mtoto huyu. Wana ushahidi wa kutosha kabisa kwamba Baraka ni mtoto wa Jelan na mke wake sasa kule wanagombana. Ndio maana nimeamua nikuondoe kule. Kwa sababu jinsi utakavyokuwa unaendelea kuonekana pale, ndivyo ambavyo ugomvi utakavyokuwa unazidi kuendelea. Ndio maana nimeamua nikuondoe, nikupeleke, nikulete huku Mwanza. Tukae huku kidogo. Mama, sijui nikujibuje, lakini naomba tu nibaki na kitu ambacho hata wewe unakifahamu, ya kwamba mtoto wa huyu baba yake ni Cleopard ambaye ni marehemu sasa hivi. Na sikutegemea kama mama yangu na wewe ungeweza kuingia katika propaganda hizi na kuanza kunilaumu na mambo kama haya. Kwa hiyo umenitoa kule ambapo nilikuwa ninapata faraja kule, umenileta huku Mwanza eti ili tukae kwenye nyumba ambayo halina watu ndio wazoea. Eti kwa sababu ya mambo ya ajabu kama hayo mama. Nisikilize binti yangu. Haya mambo usiyachukulie kiwepesi kama unavyoona. Kama inafikia wanandoa wanagombana kwa sababu yako, nimeamua nikuondoe kule ili ndoa ya watu ikae salama. Mama, hebu naomba mimi uache kuendeleza kuniongelesha hivyo vitu mama. Msikilizaji, maongezi hayo kati ya mwanadada Tunu pamoja na mama yake, yaani Bi Daima, yalikuwa yanaendelea, na mida hiyo ilikuwa ni jioni, mida kama ya saa 10 hivi. Maongezi yale yaliendelea, lakini yalihitimishwa kwa wao kukorofishana sana. Naomba nisikilize. Ninataka nikwambie ukweli. Sitaki urudi tena kwa mjomba yako kwa sababu utaharibu ndoa za watu. Na naomba uwe mbali na Jelan, usimharibie mtu ndoa yake. Mama, kwa sababu nawe umekubali kusikia propaganda za ajabu kama hizo. Mimi sikutegemea kama mtu mzima unaweza kuwa na mawazo kama hayo. Yaani unasikiliza propaganda za kijinga na kati unajua kabisa. Msikilizaji, wakati mwanadada Tunu akiwa anaongea, mama yake alikasirika sana, hivyo alimwasha kibao cha moto hicho shavuni. Unaniambia mimi ni mjinga? Unaniambia mimi nasikiliza mambo ya kijinga? Kati mimi na wewe aliyefanya ujinga ni nani? Yaani uzae na binamu yako alafu unajirudisha pale ili uanze kuharibu ndoa ya watu. Nani mjinga?
kofi lingine lilienda shavuni mwanadada Tunu. Msikilizaji, pale sasa maelewano hayakuwepo. Mwanadada Tunu alitoka na kuingia ndani akajifungia mlo ndani. Alijifungia akiwa yeye na mtoto wake. Haikujulikana anafanya nini kule ndani. Msikilizaji, mwanadada Tunu pale sasa alikuwa yuko kimya na mambo yalikuwa yamechachamaa vibaya mno. Msikilizaji, sasa ni nini kitaendelea? Huku nyumbani kwa kina Jelan, tayari wazazi wameshafahamu kwamba mwanadada Tunu alizaa na mtoto wao Jelan, japokuwa sio jambo ambalo wana uhakika nalo moja kwa moja. Lakini hatari pia ni kwamba tayari walikuwa wameshagundua kwamba mwanadada Adia alikuwa na ujauzito. Na mbaya zaidi ni kwamba daktari alikuwa amewaeleza kila kitu, ya kwamba hata ule ujauzito haukuwa kabisa wa kijana wao Jelan. Sasa vita ilikuwa ni kubwa pale ndani. Mwanamama mke wa mzee Aikaeli alikuwa akimlaumu mzee Aikaeli kwamba yeye ndiye aliyesababisha ya kwamba yule mwanadada Adia aingie pale katika familia, kwa sababu mwanamama huyu mke wa mzee Aikaeli hakutaka kabisa Adia aolewe na kijana wao. Lakini mzee Aikaeli alihamasisha sana mpaka ndo ikatokea. Sasa ilikuwa imefahamika kabisa kwamba ujauzito ule si wa kijana wao, kwa sababu daktari alikuwa ameongea kila kitu. Lakini ni nini kinaendelea sasa hapa? Watataka kumfukuza huyu mwanadada Adia au ni nini kitaendelea? Habari gani kuhusu mwanadada Tunu baada ya kugombana na mama yake? Ni maamuzi gani atachukua? Mbona kajifungia huko ndani? Anataka kuchukua maamuzi gani huyu? Kwa hayo na mengine mengi, hebu tukutane katika sehemu ya 6, msikilizaji wangu. Hii ni sehemu ya 5. Hapa ndipo ambapo tunapoishia katika simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Mrembo Adia. Endelea kuwa na mimi katika sehemu ya 6. Bye bye.